Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizomo katika Biblia. Na usisahau tuko katika Agano Jipya sasa. Tumekifikia kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura yake ya kwanza, tutasoma mistari michache hapa kuanzia wa 15. Anasema, kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri Injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Hapa tunakutana na ahadi nyingine Paulo ameiandika. Paulo katika utumishi wake alifika Rumi na aliishi Rumi. Na kule Rumi alikuwa akihubiri Injili na pia kuwaandikia waraka kama hivi alivyoandika. Anasema, mimi ni tayari kuihubiri Injili. Niko tayari kuihubiri Injili. Lakini anasema, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Injili maana yake ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Kwa hiyo Injili maana yake ni habari njema. Habari njema kwa nani? Kwako na kwangu pia. Habari njema kwa ulimwengu wote, kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili yetu ili sisi tusitupwe jehanamu, bali tukauingie ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo Injili. Injili anayesema Paulo hapa, anasema siionei haya Injili. Maana yake kulikuwa na watu wanaionea haya. Kuionea haya tafsiri yake hapa anasema siogopi chochote, nitamhubiri Kristo kwa kila mtu bila kujali yeye ni nani. Sasa anasema nitaanzia kwa Wayahudi kwanza na kwa Wayunani pia. Kwa Wayahudi maana yake kwa wale wenzake, lakini pia anasema kwa Wayunani. Wayunani maana yake watu wa mataifa mengine. Kwa watu wa mataifa mengine yuko tayari kuihubiri Injili. Kazi ya Injili ni kuleta wokovu. Kazi ya Injili ni kuleta wokovu. Kwa yupi? Kwa kila aaminie. Kumwamini nani? Yesu Kristo. Kila amwaminie Yesu Kristo atapata wokovu. Maana kazi ya Injili ni kuleta wokovu. Wokovu maana yake ni kusamehewa. Kila atakayemwamini Yesu Kristo na kubatizwa atasamehewa dhambi yake ya kumpeleka jehanamu, atakuwa huru. Atasamehewa au ataondolewa hukumu ile ambayo ingempeleka jehanamu, na sasa ataenda mbinguni. Hiyo ndiyo Injili, na hiyo ndiyo ahadi, kwamba kila atakayeamini atapata huo wokovu. Je, unamwamini Yesu Kristo? Mimi namwamini. Je, wewe hujaamini? Nafasi bado ungali nayo, bado ipo kwa kila mtu. Inakupasa kumwamini Yesu Kristo upate wokovu, la sivyo utatupwa jehanamu siku ya mwisho. Lakini wote ambao wameiamini hii Injili na kumfuata Yesu Kristo, jehanamu haiwahusu, bali ufalme wa Mungu unawahusu. Nafasi bado hii unayo, lakini bado una maamuzi mwenyewe. Unaweza kuamua vyovyote, lakini ni kushauri uamuzi wa busara. Muamini Yesu Kristo upate wokovu, upate kuingia mbinguni, la sivyo utatupwa mbali na uso wa Mungu. Mungu akubariki. Naamini umeelewa nilichosema. Asante kwa wewe ambaye umeshaingia kwenye ufalme wa Mungu. Mungu aendelee kukulinda na kukubarikia. Wewe ambaye bado, tunakukaribisha, karibu sana. Mungu akubariki kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.